Kuna kusudi maalum, mpango thabiti ambao Mungu ameweka juu ya maisha yako. Unajua Mungu ninaongelea habari zake ni Mungu mwema, Mungu anayekupenda, Mungu ambaye ana mpango juu ya maisha yako. Kuna jambo ameandaa kwa ajili yako, jambo ambalo inawezekana hata wewe bado hudhani kama linaweza kutokea, lakini yeye ameandaa kwa ajili yako. Lakini ili kuweza yeye kukamilisha mpango huo, wewe una wajibu. Na ndio maana tunajifunza neno lake kila siku, makusudi upate kuelewa ni nini iliyo nafasi yako, nini ulio wajibu wako katika kufanya mpango mzuri wa Mungu uwe halisi maishani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninaitwa Mwalimu Daudi Mwalizo, na kipekee ninakukaribisha katika maisha ya ushindi. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 23, Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa, nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu muhifadhiwe muwe kamili bila lawama wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Maandiko yanatuonyesha kuhusu vitu vitatu muhimu vinavyomkamilisha mwanadamu. Moja ni roho, mbili ni nafsi, na tatu ni mwili. Binadamu kwa asili ni roho, anayekaa katika mwili na mwenye nafsi. Sasa kupitia mwili mwanadamu anaweza akafanya shughuli mbalimbali duniani. Kupitia nafsi anaweza akafanya machaguzi, uamuzi wa aina mbalimbali. Na roho ndiyo mwanadamu haswa. Kwa sababu ukitaka kujua hilo, utagundua mwisho wa maisha yetu yote huwa mili inabaki inaoza, lakini ni roho inayorudi kwa Mungu, na ile roho inatoa ripoti ya maisha ambayo ilishi duniani. Kwa hiyo kiuhalisia mimi na wewe ni roho, ila kwa kipindi hiki ambako tuko duniani tumevaa mili. Siku moja tutaiacha hii mili, lakini sisi haswa ni roho. Tuangalie Paulo anasema nini kuhusiana na jambo hili ili kuleta uelewa zaidi kuhusu hiki ambacho tunajifunza. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 9 mstari wa 27. Wakorintho wa kwanza sura ya 9 mstari wa 27. Maandiko yanasema, bali na utesa mwili wangu na kuutumikisha, isiwe nikisha kuwahubiri wengine, mwenyewe niwe mtu wa kukataliwa. Angalia kwa makini sentensi anayosema, bali na utesa mwili wangu. Ni kana kwamba huyu ni mtu anayeelezea kuhusu kitu anachokimiliki. Anasema mwili wangu. Ina maana Paulo hajihesabika na kama mwili ndiyo yeye halisi. Anahesabia kwa yeye ni roho, ila amevaa mwili. Ndiyo maana anasema ninautesa mwili wangu. Sasa mara nyingi kumekuwa na maswali mengi ya kujiuliza. Kuna uhusiano gani kati ya masuala ya kiroho na maisha ya kila siku? Uhusiano unaingia namna hii. Kiuhalisia kila mwanadamu unayemuona, pamoja na mimi na wewe, sisi ni roho, ila tumevaa mwili kwa kipindi hiki ambacho tuko duniani. Mpaka pale tutakapokufa, miili yetu itabaki hapa duniani, lakini roho zetu zitaacha miili na kurejea kwa Mungu. Huko tutapewa miili mingine. Sasa uhusiano uliopo kati ya masuala ya kiroho na masuala ya maisha ya kila siku ni kwa sababu sisi haswa tunatekeleza maisha yetu kwa kuzingatia kanuni za kiroho. Kutokana na kwamba sisi ni watu wa rohoni, basi vivyo hivyo maisha yetu na kanuni zetu zinazosimamiwa au tunazozifanyia kazi ni kanuni za mambo ya kiroho. Ndiyo maana Mungu akaliona jambo hili, akaruhusu mwanawe Yesu Kristo aje afe pale msalabani na kufufuka ili atuletee uokovu, na kupitia uokovu tuwe hai kiroho, tuwe na uelewa wa masuala ya kiroho zaidi. Ndiyo maana kupitia Yesu Kristo Roho Mtakatifu amefika, amefundisha kanisa lake, na sasa tunauelewa zaidi kuhusu masuala ya kiroho, namna gani mambo ya rohoni yanafanya kazi. Hiyo inatupa sisi kukaa katika mazingira ambapo tunaweza tukatawala zaidi miili yetu, tukatawala zaidi mazingira yanayotuzunguka pasipo kuogopa changamoto yote ambayo inasimama dhidi yetu, maana tunauelewa ya kuhusu sisi ni nani na nini tunaweza tukakifanya kwa mamlaka tuliyokuwa nayo. Kwa hiyo hili ni jambo la muhimu kulielewa kwa undani wake. Sasa nataka nikufafanulie kidogo sana na nikuache na jambo hili la kufikiria. Ni kwamba kwa sababu Paulo anajielezea kusema kama ninautiisha mwili wangu, hii inatuonyesha ya kwamba sisi, yani Paulo ikiwemo pamoja na mimi na wewe, kama roho tunaokaa ndani ya mwili, ni lazima tujijenge katika masuala ya kiroho ili tuwe na mamlaka ya kutosha, tuwe na uelewa wa kutosha, tuwe na nguvu za kutosha kuweza kuifanyia kazi masuala ya maisha kila siku. Ndiyo maana ukitaka kuthibitisha jambo kama hili, nenda kaangalia kipindi fulani
cha kampeni, uchaguzi au namna fulani changamoto imetokea, watu huwa wana tabia ya kwenda kuomba msaada kwa watu wa masuala ya kiroho. Aidha waende makanisani, kuna nyumba za ibada, au waende kwa waganga. Ni kwa sababu wanataka kupitia ulimwengu wa roho wawe na mamlaka ya kufanya maamuzi katika ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo vivyo hivyo, wewe kama roho inayokaa ndani ya mwili, ni lazima ujikite katika kuelewa zaidi masuala ya kiroho, kwa sababu ni katika uelewa huo unapata manufaa, faida zaidi ya kukusaidia kutawala katika maisha ya mwili. Kwa hiyo shujaa wa Bwana, nataka nikuache na wazo hilo, nataka nikuache na jambo hilo. Jiwekeze katika kumjua Mungu, jiwekeze katika masuala ya kiroho zaidi, kwa sababu yoyote anayetawala katika masuala ya kiroho ndiye anayetawala katika masuala ya kimwili. Barikiwa.